Nilikuja hapa kwenye maonyesho ya kilimo Kaimosi nikiwa na lengo moja kubwa, kutafuta chochote kinachoweza kunisaidia kwenye ufugaji wa dopa. Lakini nilipofika hapa nikagundua kwamba Agricultural Expo hii inaweza kukufundisha mengi zaidi ya kile ulichokuja kutafuta. Unaweza kuja kutafuta chakula cha dopa, ukakutana na teknolojia mpya ya kilimo. Unaweza kuja kutafuta vifaa vya mifugo, ukapata idea mpya ya kupunguza gharama za shamba. Na wakati mwingine unaweza kukutana na mtu au bidhaa ambayo inakupa solution ya tatizo ambalo umekuwa ukipambana nalo kwa muda mrefu. Na leo niko Kaimosi Agricultural Training Center, Nandi County, mahali penye mazingira na mandhari mazuri sana kuona ni nini tunaweza kujifunza hapa. Kwa hivyo, kama wewe ni mfugaji, mkulima au uko na interest na kilimo, usiendelee kukaa shambani ukifikiri unajua kila kitu. Wakati mwingine, idea moja tu unayoipata kwenye Agricultural Expo inaweza kubadilisha kabisa namna unavyofanya ukulima wako. Hebu tuone nilichokutana nacho hapa Kaimosi. Ram moja anaweza kuadhimu lakini water iko tu silent, iko silent, inatata vizuri. Karibu kwenye kipindi cha ufugaji wa dopa bora, mahali wiki hii nilipata nafasi ya kutembelea maonyesho ya kilimo hapa Nandi County yaliyofanyika katika Kaimosi Agricultural Training Center. Na kama unanifahamu na unaangalia channel hii mara kwa mara, unajua kwamba kitu kinachonivutia zaidi ni ufugaji wa dopa. Kwa hiyo, nilipojua kwamba kuna Agricultural Expo, nilisema lazima nifike. Lakini nilikuwa naenda nikiwa na mawazo moja tu, kutafuta kitu kinachohusiana na dopa na ufugaji wa kondoo. Lakini kuna kitu kimoja nimejifunza kuhusu maonyesho kama haya. Usiende kwenye maonyesho haya ukifikiria kwamba utaona tu kile unachokifuga. Kwa sababu unaweza kwenda ukitafuta dopa, lakini ukatoka hapo umejifunza kitu kuhusu malisho, teknolojia ya kilimo, mbegu mpya ambazo zimetokea, machinery, soil management, value addition, au hata biashara ambayo hukuwahi kufikiria. Na hilo ndilo lililonifanya nione umuhimu wa kutembelea maonyesho haya. Agricultural Expo si sehemu tu ya kuja kuangalia bidhaa na kutembea kwenye mabanda mbalimbali. Ni sehemu ambayo wakulima, wafugaji, wataalamu, makampuni na taasisi mbalimbali hukutana sehemu moja. Na kwa mfugaji ambaye anataka kuifanya farming iwe biashara, hiyo ni fursa kubwa sana. Kwa mfano, unaweza kuwa mfugaji wa dopa lakini tatizo lako kubwa likawa ni gharama ya chakula. Ukienda kwenye maonyesho haya, unaweza kukutana na mtu anayefanya hay production, mwingine anayefanya silage, mwingine anayefanya fodder production, na mwingine anayekuza machinery ya kuchakata malisho. Na wakati mwingine, suluhisho la tatizo ambalo umekuwa ukitafuta kwa miezi mingi linaweza kuwa umbali wa hatua chache tu kutoka uliposimama. Pia kuna kitu kingine muhimu sana, kujifunza kutoka kwa wengine. Kwa sababu kwenye maonyesho haya utakutana na wakulima wengine, watakuelezea changamoto zao. Kwa hivyo utakuwa umeincrease ile network yako ya wakulima ambaye unaweza shirikiana na hao. Ukiwa shambani kwako, unaweza kufikiria kwamba mfumo unaotumia ndio mfumo bora zaidi, mpaka wakati ile utakutana na wengine. Lakini unapokwenda kwenye maonyesho haya na kuona wakulima wengine wanavyofanya mambo, unaanza kupata ideas mpya. Unaona teknolojia mpya, unaona bidhaa ambazo hukuwahi kuzifahamu, unauliza maswali, unalinganisha bei, na wakati mwingine unapata connection ambayo inaweza kuwa na dhamani kubwa kuliko hata bidhaa ulioenda kuitafuta. Na kwa upande wa mfugaji wa dopa, hili ni muhimu sana, kwa sababu ufugaji wa kisasa
hauishii tu kwenye kuwa na kondoo wazuri. Tunahitaji pia kujua tutawalisha nini, tutawasimamia aje, tutapunguza vipi gharama, tutatumia teknolojia gani, na tunawezaje kuongeza faida ya shamba. Kwa hivyo, kwenye maonyesho haya zinaweza kutupa sehemu nzuri ya kupata baadhi ya majibu hayo. Na pia, hebu tuzungumzie mahali ambapo expo hii imefanyika. Inaitwa Kaimosi Agricultural Training Center. Ni sehemu ambayo yenyewe inastahili kutembelewa. Ni sehemu nzuri sana, yenye mazingira ya kuvutia na mandhari nzuri. Kwa hiyo hata kama wewe si mfugaji au mkulima, kutembelea Agricultural Expo kama hii kunaweza kuwa experience nzuri ya kujifunza na pia kuona shughuli mbalimbali zinazohusiana na kilimo. Lakini mimi nilikuja hapa nikiwa na mission moja. Je, nitapata nini ambacho kinaweza kumsaidia mfugaji wa dopa? Na katika video hii nataka nikushirikishe kile nilichokiona, nilichojifunza na baadhi ya vitu ambavyo nadhani vinaweza kuwa na umuhimu kwa wafugaji na wakulima wengine. Kwa hiyo, kama wewe ni mfugaji, mkulima au mtu ambaye unapanga kuingia kwenye biashara ya kilimo, usifikirie kwamba maonyesho kama haya ni ya watu wenye mashamba makubwa pekee. Hata kama una shamba ndogo, bado unaweza kupata idea moja ambayo inaweza kubadilisha namna unavyofanya ukulima. Na pengine hiyo ndio sababu kubwa ya sisi kwenda kwenye Agricultural Expo kama hii. Huwezi kujua utakachojifunza mpaka uende. Kwa hivyo, twende pamoja tuone kile nilichokutana nacho hapa Kaimosi Agricultural Training Center. And everything we have. So tuende mambo ya breeding kwanza, the breed dopa. So reasons as to why watu wanapenda sahi dopa, kama dopa ina dominate other sheep, si ndio? One of the reasons ni twin number. Dopa anazaa twins, ni kama umeoa kwa boma na wanazaa twins, ni chances of getting a twin kumibara. Kama unasema alafu hawa elimu si itakuwa disadvantage. Nyinyi wote mnaelewa? Tunaelewa, lakini Kiswahili mzuri tu. Lakini utakuwa unachanganya tu. So another thing is adaptability. Wana-adapt kwa areas different. Tunaweza lisha dopa hapa na ulishe dopa Turkana ama Baringo. Ina apply kama where ni new discuss. Kwa sababu wao pia wananini chakula, wana convert chakula to body haraka sana. Sawa. Kitu ingine pia ni mambo ya resistance. Dopa resistance to diseases. Kitu inaweza huwa dopa ni worms. Tunasema tu amedeorea amekufa. Because of worms. Sawa. Those are the advantages. Alafu pia ina reach maturity so fast. 4 to 6 months amekuwa mature. Sawa. Kama ule ni 6 months. 4 to 6 months unaweza uza. 6 months tayari imetosha kwa kule. Inatosha mambo ya servicing tayari. 6 months. 4 to 6 months inatosha. Under good management. Sawa, kila kitu ni that is important. Twende kwa production systems. Unataka ulishe dopa kwa kategori gani na kiwango gani? Sawa. Kuna extensive system. Wale tu wenye wanatembea tu kama mbuzi, kondoo ya Masai. Hiyo ina provide saa zile kuna a lot of land. Sawa. You can do extension. Lakini disadvantage ya hiyo juu hata imemate, haijamate, nini in breeding. Sawa. The second ni semi-intensive. Semi-intensive tuna follow watu wengi sana hapa. Kwa sababu semi-intensive ni kama sisi wenye tuna graze na tunafunga jioni. Stone feeding ina fall hapo, hata feeding ina fall hapo. Wale wenye unawakatia chakula na kuwapea na jioni unawafunga. Tethering ina fall hapo. Wale wenye tunafunga
jioni tunawafunga ndani. Alafu ya tatu ni intensive system. So intensive system ni wale wenye wanafungwa tu watoki nje. That is intensive system. So sisi tunafall hapo same intensive. So hawa wakigrace 10 to 12 hours wamepata enough. Sawa. So what 10 to 12 hiyo ni grace tu. Hiyo wakigrace hiyo time. Bila wamegrace tu. Wamegrace 10 to 12 hours. Inamaanisha wamepata 70% ya vitu yenye inahitajika kwa mwili. So okay. Unafanya nini? Supplementation. Una supplement sasa. Na unajua when it comes to pasture hizi kama saa hii inanyesha na nini iko na a lot of moisture. So kitu unafaa ku provide ni kitu ni dry matter. Sawa. So kitu na supplement ni dry matter. Na vitu za dry matter inaweza kuwa na silage kwa sababu iko na 60% DM, hii iko na 85% hay. Na pia mambo ya hii kuna ile ya maharagwe inaweza shaka ya mahindi pia inaweza shaka. This applies to kondoo, lakini kwa ng'ombe usifanye hiyo. Sawa, because aina ya kushaga hiyo ni ya maize stocks. Aina ni nutritive value. Okay. Sawa. Huyu hawezi kupima hicho. But for them aina shida. They can manage. So unaweza tumia one of them because of mambo ya cost of production. Unajua ukisema nitatumia yote utakuwa unatumia a lot of expenses inakuwa mingi kuliko kitu yenye unakipea. Si ndio? So unatumia one kwa hiyo. Na tena kama uko na napier inaweza fanya provided unawapea wilted napier. Unajua napier ya kondoo unakata unawacha kwanza yield koresha. Oi. Sawa? Alafu kwa wilt moisture content ni chini kwa tunataka dry. Sawa? Mambo ya hii vitu ya kununua sasa. This is maize jam. Hii ni wheat bran. Na kuna wheat pollard, kuna rice forever. Those byproducts of cereals. Hiyo yote ni energy concentrate na form 10 to 12% root protein. Na hiyo ndio kitu yenye tunataka. The root protein and meat. So kama uko na hii unatumia hiyo peke yake. Kama uko na hii unatumia hiyo peke yake. Huwezi kula chapati na ugali, si ndio? Sini ni kama kukula chapati na ugali. Ni same. So because it is the same, they have the same CP, unatumia moja. Unaweza tumia hii. Alafu haifai ikuwe fine sana, inafaa ikuwe. Sawa. Hiyo ya unga ya ugali inaweza make but it is very fine. So ina affect the nasal cavity. Unaona inaenda kukaa hapo alafu inakaa kama iko na homa. Hiyo shida. Sawa. So hii unawapea tu juu tu si ati ni vitu mingi for that name. Sawa. Kuna na kama unaamua kupima. Na kama unaamua kupima you provide 0.5. 0.5 kg kwa 3 ship. Oh, kwa 3 ships 0.5. 3 mature. 3 mature ship 0.5. Yani karibu 160 170 hapo. Au they are small ruminants wanakula vitu vidogo sana. Okay. Under intensive system we provide 3 to 6 kg kwa chakula. Hiyo si ni vitu kidogo sana. So in 3 mature you can skip. Unaweza fanya thrice a week. Yes. Okay, sio kila siku. Tunakuja sasa kwa minerals. Kila mtu ako sawa mpaka concentrates. Tukuje mambo ya minerals. Tuko na minerals mara mbili, si ndio? Kuna hii minerals. Joel, utanisaidia kufunga hapo. So kuna hii minerals. Saulingi ya boromi, ni stock ya red. So hii unalishia mifugo yote except the dairy cows. Sawa? Kwa nini unasema dairy cows? Because inakati maziwa. Sawa? So kuna hii you can use even the dairy cows. Sawa? So hii unawapea at least maifai ya pima ni kama maji. Yaani ikuwe tu very available.
Akikula anataka akitaka akitosheka ni sawa, kwa sababu unajua hii inasaidia isikule vitu kama shati, isikule makaratasi, isikule sawa. So hii inasaidia hiyo maneno yote. Kuna hii inaitwaje? Hii sometimes it's extramali condo, vital condo, depending on the name. Sawa. Company trade names wamebandikisha, lakini ni madini maalum ya condo. Hii inasaidia mambo mingi sana. Hii unapea 200 grams. Hii sasa unapea 200 daily. Thrice a week. Thrice. 200 grams. Hii ni nini? Hii ni wheat bran. Sasa maize jam. Naweza mix hiyo nini hiyo chumvi na unaweza mix na chakula, haina shida. Lakini hii inaweza tu weka kwa unaweza weka tu kwa hapo kwa lamba kama general juice. Iko na block ya hii. Kuna pia block yake. So hiyo ulikuwa bado unaeleza, unajua tunamcut short. Unajua ule jamaa anauliza with class na akaenda. Ameuliza juu unajua ni class yenyewe amekuja sasa. Sasa hii ni inasaidia mambo ya conception. Kama Ramsa yako niwapei walambe, chances of conception iko juu. Ni kama saa zile mtu amepewa dawa ya Masai, conception iko juu. Utatueleza. Sawa. Alafu pia inasaidia mambo ya semen quality. You know the ram ana serve 20 to 30 years. Na the higher the service, the lower the quality of the quality. The quality of anaweza serve 20 to 30 in a day. Yani in that cycle. Ndio. wanatembea na ram na Cycle. with the different times. In that ram moja. Ni kwa hiyo sako ya 34 days, si ndio? In hiyo Sako ya 34. 60 days. In that service period. So hii inarudisha hiyo the quality ikuje mzuri. Ile yake hili tena iko ram iko na nini, binadamu mko na nini, ikikuwa makanya ni makanya. Maji ni hivyo, lakini nasikia kitu inarudisha the quality ni ukwae tena kidogo. Usifanye hiyo maneno, ukwae kidogo inarudi. I don't know. But for them na pia mambo ya youth, the quality the lamps pia with the quality lamps. So I think for general nutritional purpose ya kondo tu ni mzuri. Nutritional and whatever. Sawa, tuende mambo ya duomi. Huyu alikuwa mwalimu wa ufugaji wa dopa katika taasisi hii ya Kaimosi Agricultural Training College, na katika sehemu ya pili tutaendelea na mafunzo haya ambayo alikuwa anatupatia na wafugaji wengine ambao tulikuwa na hawa. So pia nilipata fursa ya kutazama banda lao la kondoo vile zimejengwa. Hebu angalia. Ni mzuri kuangalia, unaweza jifunza kitu, jinsi ya kubadilisha. Ona vile wakulima wamekuja hapa wengi sana ili pia kujifunza. Na imeundwa style ile iko strong sana. Nafikiri umeona hapo nikianza sehemu ya chini ambayo imekorogewa, zile post pillars ambayo sisi hupenda kutumia post, lakini hao wamekorogea. So ingawaje saizi kondoo wako nje kwa malisho, lakini hapa ndipo wanalala. Ni banda kubwa sana. Banda liko na nafasi kubwa zaidi na limejengwa kwa kutumia mbao. Hebu tazama. So usisahau kuungana na sisi katika sehemu ya pili, ambaye mwalimu huyu wa taasisi ambaye anafundisha kuhusu dopa, kuhusu malisho, jinsi ya kuwatunza, na kama ulivyoona ataanza na kutuelezea kuhusu deworming. So usikose sehemu ya pili.
kidogo ne 1 feet kityo. Kotononi.